Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 anasema, neno msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Anapotuambia neno la msalaba kwa wale ambao wajui thamani ya msalaba wa Yesu, na ndio maana anasema neno la msalaba kwa hao waliopotea, kwao waliopotea, walioshikilia mila, walioshikilia desturi, walioshikilia waganga ni upuuzi, they don't understand. Lakini kwetu sisi ni nguvu ya uweza wa Mungu. Hiyo nguvu ya uweza wa Mungu ni nini? Nguvu ni nini? Nguvu ni uweza uliomo ndani ya mtu au ndani ya kitu unaoweza kusaidia jambo fulani kutendeka. Kwa hiyo hata tusiposema tu nguvu ya kawaida, unaweza ukasema umeme huu hauna nguvu, ndio maana maji haya pandi. Kuna mtu ananielewa, si ndio? Umeme ukikosa nguvu, kwa wale ambao wanatumia umeme ili maji yaweze kupanda, lazima maji yatashindwa kupanda. Gari hii haina nguvu, lazima kuna kitu kimeharibika ndani yake. Haleluya. Leo mgonjwa huyu hana nguvu, ameshindwa hata kushuka kitandani. Kwa nini? Ndani yake there is no power, hakuna uwezeshaji. Haya, msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwa wale wanaoamini ni nguvu ya Mungu. Hiyo nguvu ya Mungu inamsaidia nini mtu? Tunarudi katika Wafilipi 4:13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Maana yake hakuna jambo mwanadamu anaweza kutenda bila kuwa na nguvu ndani yake. Kwa sisi tunaoamini ni nguvu ya kutenda mambo yote kwa jina la Yesu, ni nguvu ya kuinuliwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kwetu sisi ni nguvu wezeshi, na ujue hauna chochote unaweza kufanya bila nguvu. Na ndio maana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema, nawe utamtumikia Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Utajiri unapatikana kwa nguvu, sio kwa unyang'anyi. Ili upate unatakiwa nguvu. Anasemaje katika Isaya 52:1-2? Anasema, inuka binti Sayuni, jivike mavazi yako, jikumute mavumbi yako, jivike nguvu zako, maana kuanzia leo hatakuwepo tena asiyetahiriwa atakayeingia ndani yako. Kwa nini? Uliuzwa bure, lakini utanunuliwa bure. Haleluya. Anachotaka ndani ya huyu binti Sayuni, anajua aliuzwa bure, lakini ili anunuliwe anahitaji ajivike nguvu, anahitaji ajivike nguvu. Naomba kwa ajili ya mtu mmoja aliyekata tamaa, naomba kwa ajili ya mtu mmoja aliyezimia moyo, naomba kwa ajili ya mtu mmoja aliyeacha vitu vyake pembeni. Bwana akuvishe nguvu kwa jina la Yesu. Faida au thamani ya msalaba. Haleluya. Namba 1, thamani ya msalaba ni kutuondoa mahali pa aibu, ni kutuondoa mahali pa mateso, ni kutuondoa mahali pa fedhea. Isaya 53:4 na 5. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, hakika amejivika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo msalaba kwa neno hili inabeba aibu yetu. Msalaba hapo unabeba masikitiko yetu. Msalaba hapo unabeba magonjwa yetu. Yaani usiongelee hapa kwa sababu unaijua. Mtu anayejua nguvu ya msalaba, really hiki kitu kinabeba uponyaji. Maanake msalaba unaondoa aibu, msalaba unaondoa fedhea, msalaba unaondoa masikitiko. Usichukulie poa msalaba, una nguvu. Mahali ambapo huwezi kuvuka, msalaba utakuvusha. Mahali ambapo huwezi, kila mtu anayeweza kusimama madhabahuni pa Mungu ana historia yake, ana mahali Mungu amemtoa, ana mahali amejua Mungu amempeleka. Usiwachukulie pia watumishi wa Mungu poa.
Kuna wengine wanajua kabisa walikuwa kwenye shimo la mauti, lakini kuna wengine wametoka kwenye familia ambazo ni ngumu haswa, ya kwamba hata ukitumbukiza ile neema ya Mungu pale ni ngumu. Msalaba unatuhamisha kutoka kwenye giza kutupeleka kwenye nuru. Kuna mtu katika Kwaresma hii, usichukulie poa, usichukulie kawaida hii. Katika kipindi cha Kwaresma tunakumbuka nguvu ya msalaba, tunakumbuka nguvu ya damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu iliyotoka kwenye mikono yake ni kwa ajili ya uchumi wako, ili usiendelee kuhangaika tena. Ule uliotoka kwenye mbavu zake ni kwa ajili ya uponyaji wako, na kila ulichobeba ili kiponywe tena. Ile aibu aliyovishwa sio aibu yake, ni aibu kwa ajili yako. Yale mate aliyotemewa ni kwa ajili yako, ili usitemee mahali pa aibu kila siku. Naongea na mtu ambaye katika hali zote unaona giza. Liko tumaini kwa Yesu. Aliyachukua masikitiko yetu, alichukua aibu yetu, alichukua fedha yetu. Tulizania ya kwamba ameuliwa, lakini kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Msalaba una kawaida ya kutuhamisha kutoka kwenye giza. Hilo giza ulilo nalo ni nini? Inawezekana ni giza la uchumi. Kila unachofanya akiendi, kila unachogusa akiendi, kila unachobeba akiendi. Msalaba wa Yesu upo kwa ajili yako, upo kwa ajili yako. Namtazama mtu ambaye kabisa hata ninapoongea sasa hivi nauona uchungu mkubwa ndani ya moyo wake. Ninaona uchungu mkubwa wa miaka mingi na haoni mlango wa kutokea. Niko hapa kukuambia kwamba ule msalaba uliomwokoa Yesu, tazame msalaba, tazame msalaba. Ile miba walimvisha, wakamtukana kama unavyotukana, wakamdhulumu kama unavyomdhulumu, walizulumu uhai wake. Na ndio maana Yuda aliona haiwezekani, dhuluma niliyotoa ni kubwa, bora nikajinyonge. Lakini walimdhulumu kama wanavyokudhulumu. Tazame msalaba, utavika fedha yako. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, ninautazama msalaba uliobeba aibu, uliobeba fedhea, uliobeba masikitiko. Bwana Yesu, kila mzigo nilioubeba kwenye moyo wangu, ukaleta uchungu, ukaleta uharibifu, ukaleta majeraha. Leo ninatazama msalaba, ninatazama msalaba uliobeba miba, uliobeba fedhea, uliobeba aibu. Katika jina la Yesu, katika msalaba ninatua mzigo, katika msalaba ninatua mzigo, katika msalaba ninatua mahusiano, katika msalaba ninatua watoto wangu, katika msalaba ninatua uchumi wangu, katika msalaba ninatua maisha yangu, katika msalaba ninatua kila jambo lililokaa kwenye moyo wangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.